wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha choda. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Ndugu yangu kumekucha, amka twende shamba, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Mwanamke kumekucha, amka wende shule, elimu ndio msingi wa maendeleo. Karate kumekucha, amka wende kazi, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa, jiepushe na uvivu, wewe tujenge taifa. Ndugu yangu kumekucha, amka twende shamba, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Mwanamke kumekucha, amka wende shule, elimu ndio msingi wa maendeleo. Karate kumekucha, amka wende kazi, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Karibu mara tena wasikilizaji wapenzi wa Radio Enyanya FM kwa wakati kama na huu ambako imetimu saa 1:13 za jioni, wakati ambako tunakuletea kipindi Mlimo ni Biashara. Na ni kweli mlimo ni biashara. Mlimo ni Biashara ni kipindi kinachoandaliwa na shirika Kivu Agro Business. Kivu Agro Business ambayo ina ofisi yake Pamudaka ambako anaendesha makazi, lakini kuna pia ofisi nyingine mjini Bukavu. Kivu Agro Business ni leo kabisa toleo la pili la kipindi hiki, na kwa leo tutazungumzia mada muhimu kwako wewe mlimaji ambako unapatikana na unafuata kwa wakati na huu. Ni mada inayosema duka za vifaa vya mlimo. Manake nini? Kazi gani vinafanya? Namna gani vinatumikia walimaji? Nini tunaweza kupata katika duka za vifaa vya mlimo ambao tunaita kwa lugha la Kifaransa boutique d'intrants agricoles. Hiyo kabisa ndio mada tutachambua leo, na mada hii tutachambua pamoja na mwalikwa wangu anaitwa Jean de Dieu Banga. Jean de Dieu Banga, hamjambo? Hamjambo sana bwana Jean-Claude. Na karibu kabisa kwa kipindi hiki. Nadhani kama umeandalia wasikilizaji wetu mambo kemkem na watafurahi wanapofuata mafasirio kufuata mada yetu ya leo. Asante sana bwana Jean-Claude. Wasikilizaji wapenzi, mahali ambako mnafuata Radio Enyanya FM, tunawapatia namba zetu za simu ambako mnaweza kutuandikia ujumbe fupi na kutujulisha mnatufuata wapi, na mnafuata mada hii namna gani. Je, inawapendeza? Je, mnapenda tuwazungumzie mambo gani kwa siku zifuatazo? Je, labda mtuambie shida ambazo mnakuwa nazo kupitia mlimo wenu. Na namba hii ni 097 23 45 693 097 23 45 693. Labda unaweza kuwa na namba ingine siko ya Airtel, labda unaweza kuwa na namba ingine siko ya Airtel, labda Orange, lakini tungetamani kabisa ujumbe wako uitume kwenye namba hii 097 23
34 56 93, na tutapokea ujumbe huo na tutajibu kabisa kwa swali lako. Tunakumbuka Pascal Maregani Kimun anayetufuata kwa saka mana hizi hapa Pamiti pamoja na David. Tunakumbuka pia Consolatrice anatufuata nafikiri kwa wakati kama na huu pa Bagira. Tunakumbuka nadhani Fortuna anatufuata pa Malalo, na kuna pia Batachoka Maeshe anatufuata ngambo za Kalonge, na wengine nafikiri kwamba wanatufuata na utafuata ujumbe wao kwa wakati kama na huu. Tutakuwa na muda kabisa ya kuizungumzia, lakini mbele tuingie kabisa kinaganaga katika mada yetu, tutomba Bwana Jean de Dieu atukumbushe ile ambayo tulizungumzia siku ya pili iliyopita kupitia kipindi hiki mlimo ni biashara. Karibu Jean de Dieu. Asante sana Bwana Jean-Claude. Kwa kukumbusha vile tulisemea semaine passée, wiki iliyopita, ni ilikuwa juu ya presentation ya Kivu Agro Business, namna gani inatumika, wapi inapatikana. Tunakumbusha kama tuko na office Bukavu, mkartie Nkafu pa Bugabo, na ingine inapatikana Mudaka, ku centre ya Mudaka kando kando na IMF Kitumaini. Na tulisema kama tunafanya kazi mbalimbali zinaelekea mlimo yenye inaelekea ngambo ya soko, ndio mlimo ni biashara. Mwa ile makazi tunafanya, tuko na maduka za vifaa vya mlimo na ya ufugo. Tunafanya maproduction mbalimbali, maraîchère na vivrière. Tunafunga, tunafanya fabrication ya macouveuse, tunasindikiza walimaji mu mafundisho mbalimbali na kadhalika. Na ingine tena ilikuwa ni juu ya kusema importance, maana ya hii kipindi ya hii emission. Tunakumbusha kama tuko na namna mbalimbali za kusogelea wateja wetu wa client, mais tuliona que tusogelee na wenye wanafuata radio facilement. Radio inaweza fuatiwa saa zote, unaweza kuko mkazi, unaweza kuko mshamba, unaweza kuko na mfugo yako na unafuata radio bila kuenda kugusa ku telefone kwa watu wenye wazoe tumikisha Android wala ma nouvelle technologie. Asante sana Bwana Jean-Claude, nadhani ni kwa ile tunashukuru Bwana Jean de Dieu Banga. Kipindi hiki ni kwako wewe unaendesha mlimo. Tuwaona wote wanaolima matunguu paka jeje Pachibumbiro, tunaona wote wanaolima sijui nyanya, wote wanaolima labda mahindi, viazi, maharagwe. Tunaishi kwa maharagwe ngambo ya kwetu. Naona kabisa wote wanatufuata katika studio yetu Enyanya FM kwa wakati kama na huu, na tungeomba fundi mitambo anayeitwa kwa jina ya Anise Kasole, sababu mimi mbele ya microphone ni Jean-Claude Bisimwa. Kaba kamisa mmenifuata, ni Jean-Claude Bisimwa, fundi mitambo ni Anise Kasole. Na tunamwomba mbele tuingie kinaganaga katika mada yetu atuburudishe na muziki ambayo itakuwa tayari hapo, lakini labda anatafuta muziki huo tutajua kama Bwana Jean-Marie Maeshe anatufuata hapa Pamiti. Baba Julien anakuwa mlimaji wa tomate na vitunguu, anatufuata hapa Pamiti, na pia ana duka nzuri hapo, anasaidia kabisa wateja kupata dawa fulani. Tunaona Justin Ombeni anatufuata pa Bukunda kwa wakati kama na hii. Nafikiri kwamba yeye akiwa mlimaji wa tomate anatufuata. Na ona Esperance la Verte mimi naweza anatufuata mahali fulani kwa wakati kama na huu, na wengine kabisa wanatufuata. Tunangojea ujumbe wenu. Sijue kama Aniset kuna muziki tayari utaburudisha wasikilizaji ili tuingie kinaganaga katika mada yetu ya leo. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Kibunyadui mkuu
kwa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha chota. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Ndugu yangu kumekucha, amka twende shamba, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Mwanamke kumekucha, amka wende shule, elimu ndio msingi wa maendeleo. Karate kumekucha, amka wende kazi, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa, jiepushe na uvivu, wewe tujenge taifa. Ndugu yangu kumekucha, amka twende shamba, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Mwanamuziki huu anaitwa Maron Commando, ni Mkenya huo ambaye anatualika kama kazi ndio maisha. Anaalika kila mtu kwa ngazi yake kwenda kazini kufanya kazi, sababu kazi ndio maisha. Kazi ndio imetukomalisha sisi wote, kazi ndio inatuma tunaishi, na washi husema emfuka yo efuka enda. Ebu Jean de Dieu, katika shirika lako Kivu Agro Business umefungua duka za vifaa vya mlimo ambavyo tunaita boutique d'intrants agricole. Tuambie nini kabisa ili kusukuma kufungua boutique hizi, juu ya nini umezifungua? Asante sana bwana Jean-Paul. Jean-Claude Bisimwa. Kwa leo Kivu Agro Business ina duka mbili ya vifaa vya mlimo na vya ufugo. Moja inapatikana pa Mudaka, ku centre ya Mudaka, na ingine iko hapa Miti, ku centre ya Miti kwa wanaita kwa Danono. Alors nini ilituma Kivu Agro Business inawaza inafungula maduka za vifaa vya mlimo na vya ufugo? Kivu Agro Business iliona que walimaji surtout wale wa ndogo ndogo walikuwa na magumu sana kupata ile vifaa. Walikuwa na magumu sana kupata vifaa kwa wakati na kwa fasi yenye inaostahili. Tena na walikuwa na magumu ya kupata ile vifaa kwa conditionnement package ndogo ndogo, kwa sababu walimaji wakubwa bo banaendaka kuma usine banafanya commande, na ku usine hawezi enda bila commande ya matone. Ndio. Alors walimaji wadogo ni wenye wanatumikisha entrants za kidogo, vifaa vya kidogo. Alors shi tuliona tuwasogelee kuna fasi inaostahili ili wapate ile entrant kwa wakati inaostahili kando na makazi zao. Ile njoo ilituma tunafungula maduka za vifaa. Na ingine tena tuliona tusaidie walimaji kucontribuer ku sécurité alimentaire, ama yenye ile sécurité alimentaire tunaita usalama wa chakula. Ili chakula iongezeke kwetu, walimaji waweze kuongeza pato yao na waweze kuongeza vyakula katika mwingine. Asante. Ni kabisa nasikia kama lengo kubwa ni kustaka kujogelea zaidi mlimaji. Kama angekuwa na 1000 francs kununua dawa, isimbidi tena lipe transport ili aende Bukavu mahali pengine, lakini anaikuta pa Miti, kani ngambo za Mudaka nikuta pale Mudaka, na kwa urahisi anapata dawa wala vifaa vingine ambavyo alikuwa navyo lazima, na inamrahisisha kabisa kuendesha kazi mbio. Nasikia kama hiyo ni jambo la maendeleo kabisa. Sijue sasa vifaa nini hizi boutique d'intrants agricole, namna gani inarahisishia
mlimaji mdogo, sababu walimaji kuna tofauti kati yao. Kuna wale wanalima zaidi, labda anaweza lima hektari moja na zaidi, lakini kuna huyu anaikuwa labda nasijue na meta 12 kwa 10 na anasema atafanya mlimo, lakini ana lazima ya hii. Namna gani duka hizi kupitia Kivu Agro Business zinamrahisishia kabisa naye apate vifaa? Ndio, kwa maduka za Kivu Agro Business zinarahisishia mlimaji na mfungaji kupata vifaa swata ya mlimo wala ya ufugo kwa namna mbili. Kuna yenye tunaita mulugha ya Kifaransa ma demande zenye ziko structuré, na ingine ni ma demande zenye ziko diffuse. Alors tutagusia kwanza ku ma demande zenye ziko diffuse, njoo yenye nazo yapatikana mbio mwingine yetu, ni ile yenye walimaji mbalimbali wanapita kumaduka wanalomba vifaa kadiri na pato yao, kadiri na shamba yake, kadiri na namna yake ya kutumika. Donc anaweza lomba soit 1 kilo ya semence, demi kilo 100 gram ya semence, wala 1 kilo ya engrais, wala demi kilo ya engrais na kadhalika. Ile tunakutana sana ni mlimaji wala mfungaji anapita ye mwenyewe kuduka, anauza kufuatana na pato yake na kufuatana na kazi yenye atenda fanya. Kuko yenye tunaita ile ma demandes zenye ziko structuré, azo ni surtout kuma OP, kuma organisation ya walimaji na kuma organisation kuma kundi za wafungaji. Kuna makundi za wafungaji wa kuku, wafungaji wa mbuzi, wafungaji wa sungura, wako na makundi zao. Pale wale wanajiorganize pamoja, banafanya yenye tunaita yenye ko commande groupée. Banafanya commande groupée, kila mtu anasema kifaa gani iko nayo lazima, wanaandika, wanatuitaka tunawaformer namna gani ya kuifanya, wanaandika, kisha tunawaletea zile ma intrant wala ma vifaa kwenye wanaopatikana. Alors ma demande groupée zinafanyika kisi nilisema na ma OP, ma organisation des producteurs wala ma organisation paysanne, na ma organisation za wafungaji, vikundi ya walimaji na vikundi ya wafungaji. Pale biko na intérêt, biko na avantage moyen tunawapatia ni ba faciliter kuwa former namna gani watagrouper ile commande yao, na ingine batapata ingine ka reduction sababu banabeba vitu bingi kulimoya, na ingine tena abata kufika tena kuduka, tutawafikishia mahali wanapopatikana na tunawapatia mafundisho kufuatana na demand yao na commande walifanya kwetu. Kama nakusikia mzuri, kuna aina mbili. Kuna mtu binafsi anasema niko na lazima ya vifaa fulani, na huyu anafika kwenye duka yeye peke anajikamatia, anajiombea ile ambayo anahitaji. Kuna pia hii inahusu sijue mikusanyo na mkutano ya watu ambao wameungana pamoja, wamekusanyika wanafanya e-command ya vifaa ambavyo wanavyo lazima, lakini nasikia kama hawa wana faida fulani sababu wanapofanya command hiyo, Kivu Agro Business mwenyewe atajiandaa na kuwafikishia vile ambavyo wanavyo lazima. Na mafaa ingine ni kwamba hamtawapatia vifaa hivyo, lakini pia mtawafunza namna gani ya kuvitumikisha. Nasikia walimaji na ingine inafaa kunote, ndio na bei nayo itapunguka kidogo. Kuna faida nyingine sababu unapofikishia wanafanya command kwa ujumla, bei nayo inapunguka kidogo. Nasikia na tamani kwamba wasikilizaji wanakuwa wakifuata mafundisho hii, na hasa wale wanaoendesha mlimo, na wanasikia kama ni umuhimu kabisa watu kuungana pamoja wanapofanya mlimo, sababu hapa watapata faida nyingi toka Kivu Agro Business. Asante. Lakini tunapozungumzia duka za vifaa vya mlimo, boutique d'agro agricole, mlimaji anapata nini humo ndani?
Ndiyo, ni ya lazima sana ile ulizo. Mumaduka zetu za vifaa vya mlimo na vya ufugo munapatikana ndani yetu tunaita masemence mbegu. Ndiyo. Masemence vivrière za mboga mboga, masemence maraîchère plutôt ndio za mboga mboga, masemence vivrière sawa maragwe, mahindi, soja, petit pois. Kunapatikana masemence fruitière za mafruit, masemence agroforestière za mamiti. Ndani tena tunapata tunaita mafertilisant. Mingi banasema ni engrais, tunaita mafertilisant. Tuko na mafertilisant organique na mafertilisant minéraux. Ile wanasema maengrais chimique bamoya na ingine organique. Na mboleo ya mabuchafu ya wanyama nao tunazipana. Tunayepata ndani tena yenye tunaita produits phytosanitaires. Madawa za kutunza mimea na zingine pesticides za kuua vilulu yenye vinaoshambulia mimea. Tunapata tena ndani materiel agricole, vifaa vya kutumikisha mshamba, materiel agricole na vya kutumikisha ufugo, materiel zootechnique. Tena ndani tuko na produits vétérinaires, madawa za kutunza wanyama, manyama za ufugo. Tunapata madawa za kuzitunza ndani. Na mundani tuko na yenye tunaita provant, vyakula ya manyama na supplément alimentaire. Ile ni kumanyama, hapana kwa watu, kumanyama tu. Mumaboutique tena kunapatikana ya mulimaji akishavuna iko na lazima kuweka mavuno yake. Tunapata maemballage ya produits agricoles, nazo tunazipata ndani ya maduka zetu. Apart ile kuko na ingine vifaa na ingine ni tunapana ni service connex. Service connex ni kusema mulimaji akishafika wala mfungaji akishafika iko na droit ya service après vente, accompagnement ya gérant wa boutique na musindikiza kumafasirio na kumsaidia namna gani anaweza faidisha kazi yake. Asante sana. Nasikia kama katika duka za vifaa vya mlimo kuna mambo mengi na kila mlimaji kwa hali yake anajipata humo ndani. Sijue Adolphe Murula toka kundi la maendeleo Jeunesse Entrepreneur de Miti, nadhani unatufuata kwa wakati kama na huu. Pascal Marigane Kimuni, Jeunesse Solidaire du Kivu, Jeunesse Solidaire du Kivu, nafikiri kwamba pia unatufuata kwa wakati kama na huu. Na kumbuka umewahi kuandika kibarua na kuandikia Kivu Agro Business ukiomba uhusiano pamoja nao, na nafikiri kwamba unasikia kabisa mara kibarua kikubaliwa faida gani utapata kupitia uhusiano wako na Kivu Agro Business. Na wale wote wanaotufuata tuwaomba kabisa kujogelea Kivu Agro Business. Kama watapita hapo pamudaka, kama watapita pamiti, na watapata shauri, et je suis rassuré que hawata regretter. Jean de Dieu, mnafanya hivi vifaa vyote na mnarahisisha kila mtu kufika. Wakati unasonga, le temps est jaloux comme disent le français. Lakini namna gani bei? Mtu mlimaji wa mdogo naye, je, anaweza kabisa kupita kwenye duka na atapata kabisa yake vifaa inayomstahili? Ndiyo, asante sana. Maduka zetu ziko konsi na ziko ni za wapato ndogo na njoo wenye nayo. Alors, maduka zetu atuta kukaza uuze mpaka kitu ya kabambi. Uuze mpaka saki ya engrais. Unaweza uza demi kilo, kuko wanauza ta 1 quart ya kilo. Na ni selon pato ya mlimaji wala mfungaji ndio vinapatikana. Na ndio vile mtaona kuma semence maraîchère mlimaji anapata ya 5 gram, ya 10 gram. Kuma semence vivrière anapata ya 100 gram, anapata ya 200 gram, 1 kilo. Kuma semence, kuma produits zingine mbalimbali zinagabuliwa mu fractionnement. Madawa za wanyama na madawa za
na dawa za ufugo. Madawa za ufugo na madawa za mshamba zinakuwa fractionné mu conditionnement mbalimbali, na njo ina permettre walimaji wadogo wapate accès kuma intrant ndani ya maduka zetu. Asante sana. Asante Jean de Dieu kwa mafasirio hiyo. Wasikilizaji, mnasikia kama kila mtu kabisa iko na yake kipimo kufatana na pato yake. Ni kusema kama musiwe na uoga kusema eti mimi wa pato ndogo sitafika kwenye duka ya vifaa vya mlimo ya Kivu Agro Business. Ile pesa ndogo unayo na utapata yako kipimo ya kifaa fulani ambayo unahitaji, na itakusaidia kuendelesha kazi zako. Hapa kabisa dakika 2 tu zinatutenga na mwisho wa kipindi hiki. Wasikilizaji wapenzi, nadhani kuna ujumbe fupi mmetuma hapa, haitatuhusu tena kuisoma. Tutaisoma ujumbe huo siku ya pili ijayo mwanzoni mwa kipindi hiki, lakini kwa usikilivu wenu tunawashukuru sana, na tunaendelea kuwaomba kabisa muendelee kufuata vipindi vya Enyanya FM. Ni radio inayowakaribia. Muendelee kufuata kwa namna pekee kipindi Mlimo ni Biashara, kipindi ambacho kitaendelea kutusindikiza katika kazi zetu za mlimo, ili tuboreshe uchumi wetu, ili tuboreshe namna yetu ya kula, ili tuboreshe maisha yetu na maisha ya jamaa zetu, pourquoi pas maisha ya nchi nzima. Mwisho kabisa wa kipindi Mlimo ni Biashara, tutaendelesha mada hii siku ya pili ijayo, sababu kuna swali zingine ambazo zinahusu kwa wafasiria zaidi, ili muelewe vizuri namna gani shirika Kivu Agro Business inatumika. Tulikuwa mbele ya microphone, mwalikwa wangu alikuwa Ingénieur Jean de Dieu Mugisho Banga. Sijui kama kuna watu wawili ambao unaweza kusalimu. No. Asante. Mbele ya ufundi ulikuwa ukishikiliwa naye Anisette Kasole. Tunakushukuru bwana Anisette kwa kutupeperusha angani, na mbele ya microphone kwa utangazaji alikuwa wenu Jean-Claude Bisimwa. Tunawatakia jioni njema, tukitumainia kuonana kwa kipindi kijacho siku ya pili ijayo kwa matakwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye. Amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Vivu ni adui mkubwa kwa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha chonja. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi.